Poa mzee. Poa je. Simu ushiki mwanangu. Ulipiga kumbe? Simu kwa jina la tatu mwanangu. Basi mimi nimeweka silent hapa ndugu yangu. Unajua? Kwema kile. Kwema. Hapo na kipengele kimoja hapo. Basi leo nafanya. Afu sina hata 100. Sawa. Unatabia suna. Unaenda kwenye kibarua chako au wewe kibarua chako siku hizi umeacha hivi? Ghafla, unajua mchumba kaja. Mchumba kaja, baadaye kaja maskani baya zaidi. Sina pa kumpeleka, sina hata 100. Sasa gesi shindwa kwenda, akasema hapo wewe mcheki kwanza nani uje? Kama wewe baba nikaue kama kawaida. Si unajua gari ya utawala. Mimi unyama kwa sababu unajua yule pale demo kishabafu hapa kishabazoea yule. Afu yule demo unajua anakuwa comfortable sana akiwa hapa, akiwa sehemu nyingine enjoy kabisa. Punguza sauti. Yaani umesikia? Ngoja nikwambie. Mimi sina hela ya kusema nimpeleke guest. Sawa, yule pale ana enjoy guest au hapa kwa sababu kapazoea. Punguza sauti bwana na wewe yangu. Mbona ongea hivyo? Kwa hiyo demo yupo kwa. Sasa nipunguze sauti hapa nasikia na rafiki yangu tuko wenyewe. Sasa hata mtu akisikia nje kwa inahusu nini? Sasa yule demo wewe sana kujua na hapa sana pajua. Hapa kashazoea. Ngoja basi yangu. Hapa mimi wife kasharudi. Kasharudi kwa hapa. Mambo yale tena haiwezekani. Hapo sasa hapo tufanye. Sijui kuchangia tu hapo. Basi kama fresh. Kumbe ndo zenu nyumba yangu mimi guest. Si ndo manake? Wewe nyumba yako ya kukaa na mke wako, wenzio nyumba zao wanaziheshimu. Nyumba yako unaifanya guest? Kweli ndo ustaarabu wa maisha? Hata wewe shemu wewe hapo uwe na mke wako, unaishi naye, asafiri nyumba yake muifanye guest, atakubali au wewe utakubali nyumba yako uifanye dangulo? Manake hiyo ni kuifanya nyumba dangulo, sio ustaarabu wa maisha kawaida. Kwa ina maana hata wewe kwake huyu unaweza kufanya dangulo. Au mimi ninavyoondoka wewe hapo, wewe mwenyewe utakuwa unaleta wanawake hapa, so huyu tu. Aka nini? Huyu ana uhuru gani wa kuleta mwanamke nyumbani kwako wewe? Ana uhuru gani? Shemeji hujanielewa. Kama huyu anaweza kuleta na wewe mwenyewe unaweza kuleta vile vile. Mimi kwa nini usilete na kati kwako na mimi sipo? Kwa nini huyu alete awe na uhuru kabisa anaongea? Nimekaa pale namsikia. Mwasema shemeji. Shemeji unaona mimi? Mweleze. Mimi mtu na busara zangu. Sina ambacho utaongea nitakuelewa. Sina. Nimekusikia kila kitu. Afadhali hata ningeambiwa ningesema uongo. Nimekusikia kwa masikio yangu. Masikio sometimes unaweza kusikia kitu lakini ikawa sio kweli. Kwa mfano kama huyu hapo, umeona huyu anajiheshimu sana. Alafu anakupenda kwa sababu mtu ambaye anakusimulia muda wote. Mtu ambaye anajiheshimu hawezi kukubali kufanya ujinga. Huo ni ujinga. Yaani huyu tunachokifanya mimi na yeye sio kwamba eti mimi nimefanya hapa guest. Hapana. Ila mwanamke wangu mimi. Sawa, wewe hujasikia vizuri ndio nataka nikuelezee. Yaani mwanamke wangu mimi ndio anaweza akaja hapa. Tunakaa hapa. Na hata wewe anakujua ila tu hajaje kuona. Kama tu kusalimia. Haiwezekani ikawa hivyo. Yaani kwamba mimi sijielewi, sijitambui au michizi au mimi sina akili. Mlete nyumbani na yeye akaone. Baga sija akaona hapa mimi kama labda nyumba gani? Nyumba gani? Kama wewe unamleta mwanamke wako hapo wewe nyumba gani mimi nije kwako wewe? Nyumba gani? Kwangu mimi na kwangu na mwanamke wangu mimi. Wewe huyu siku moja mlete. Huyu alimlete ili ajue kabisa kwamba sina chochote hapa atakuta nini. Unaona shemeji yule mwanamke anakuja hapa anakuwa comfortable sana. Apendagi kuniona mimi kijiweni kule. Ndio maana akaniambia bwana twende kwa Jay. Tunakaa hapa tu, tunakaa hapa tunaangalia TV. Tafu anaangalia TV. Nakaa hapa kwa TV. Sema wewe aje kufumania bwana. Afu ana hasira za karibu, yani shida yake ndio hii. Ndio maana sasa wewe unajua nikwambia kitu shemeji. Hamna kitu kibaya kama hasira. Mahusiano shemeji ukiita na hasira, unaweza ukahukumu kitu ambacho hakina ukweli wote. Hakina ukweli wote. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu. Mamwacha mkeo ana rafiki yake afa analeta wanaume. Hapa wewe unapata picha gani? Sasa ingekuwa kweli mimi ningeumia. Lakini kwa sababu sio. Sasa kwa nini mimi nisiumie? Huyu hata chukulie mfano. Ni kile chumba kule cha wageni. Yaani sio kusema eti labda sio swala la wageni. Ina maana atamleta huyu atamleta mwingine. Huyu naye atakuwa na rafiki yake pia atamleta. Ndio maana nikakwambia nyumba hii mnaifanya dangulo. Nini maana ya dangulo? Wewe mwenyewe pia unaweza ukamleta humu ndani ambapo mimi sipo na ukasema hivyo hivyo. Wewe unajua shemeji kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka niweke sawa hapa. Kwa sababu nisije nikaondoka hapa ukawa mnagombana. Mimi hapa nataka niseme kitu kimoja. Wewe kwanza, huyu kwanza mlete nyumbani.
Mimi naona matatizo yote kwa sababu hapajui kwangu. Kabisa. Mlete ili amuone mwenzie. Umeona? Na au nende nikamfuate ili nimlete. Sasa yeye nataka uondoke sasa hivi tungeamaliza. Yaani ungeongea naye hakikishe yeye ameelewa. Kwa sababu hapa cha kufanya ni kwamba usio nimlete mwenzie ili waongee, wanaweza hata wakafika wote kule ili ajue kabisa kwamba hakuna tatizo lolote. Mimi sijui nikwambie kitu mume wangu. Mimi unajua najiheshimu sana. Hata kama anasafiri lakini najiheshimu, natambua na najitambua kama mimi nina mume. Na natambua pia kama nimemwacha mume wangu nyumbani. Lakini nikiona drama kama hizi mimi nakuwa sielewi, ulikuwa unanichanganya. Alafu pia mimi ni mtu wa kusafiri. Fikiria huko njiani nitakuwa na hali gani? Ndo maana huyo alichokuwa anakuelezea. Yaani sio kwa ubaya. Umeona? Watu tu wanakuja hapa wanasalimia kama hivyo, anakujaga na unajua mtu wa watu sana. Unajua maarufu sana. Wewe ukishuka hata kwenye daladala kule kwa Mpogo kote kule. Ukote wanamjua. Wao ni mtu ambaye natamani hata mwanamke wangu mimi bora akae hapa kuliko kaa sehemu yote. Yaani kaa hapa hata nisipokuwa na hela, anakuwa na amani. Na ndio maana nasemaje mimi nitakuja kunitembelea pale, umeona na mwenzio mjuane. Mimi hapa Jose, kama vipi ngoja niende kwanza hivi nikamwangalie. Yaani unataka ukamwangalie mkeo? Nataka nikamwangalie mke wangu. Ili nijue. Kikaelewa. Unakafula. Wewe hapa ni mzungumze tu wenyewe. Usomea wewe huwezi kunielewa. Jinsi anavyoonekana tu. Unaacha sana. Hamna yusi na wote utupu bwana atakuelewa. Mimi hapa kazi kwa kumvisi. Ni mnala bila nguo kuelewana. Mbona shime? Mimi ngoja au wewe umesikia Musa? Wewe ungemuelezea kwamba hapa hata mkijaga hamfanyi chochote. Ndio maana nimesema sisi tunakaga hapa. Unajua anaweza kujua labda mnalalana. Kajua tunalala. Si hatuwezi kufanya uchafu. Sisi tunajiheshimu. Shem. Mimi unaelewa, mimi naelewa. Mimi ndevu sijapewa tu ili mradi, mimi nimepewa na haki na busara na utaratibu. Naelewa ni kwa watu. Jose. Zungumza naye tu kwa sababu wewe ni mtoto wako. Asa umesikia hako? Kitu kingine wanasemaje? Mimi hapa unaniacha. Ukakasirika. Hakika mimi nitakuwa salama hapa. Sasa umeona sasa hapa cha kufanya. Hapo cha kufanya kama vipi? Tuondoke kwanza mmoja peke yake. Tuondoke. Anaondoka naye. Tuondoke zetu. Sasa umeona wife? Hapa. Mimi nakusikizia nje. Nimsindikize Wapi? Uende wapi? Kwa ndo anakupeleka na wewe kwa demu wako. Namtoa tu. Wapi? Yeye hawezi kwenda hapa juu mgeni huyo. Kama kila siku anakuja na anakuja hapa anafanya maskani, hapa juu. Unajua tena. Sasa mbona umenuna? Yaani wewe shida yako wewe unaweza kaume mwelewa vibaya. Huyu hapa anakujaga na mpenzi wake. Tena mara moja. Kila siku. Sio kila siku. Yaani eti waje hapa kila siku. Mimi ninaruhusu hicho kitu. Wanakuja mara moja. Wakija hapa tena wanakaa tu hapa sebuleni, wanaangalia TV, wanaondoka. Hawaingii Ndani huko. Yaani kama mtu anaingia humu ndani, basi anakuwa yeye mwenyewe. Na tena anapumzika kile chumba kule cha wageni, basi. Hapo sasa nimekuelewa. Umenielewa hapo lakini sio kitu cha kusema eti wewe una paniki unasema ili dangulo sijui nini. Hawezi kwa vitu kama hivyo. Sawa mama? Smile kama hivyo. Yaani wewe ukinuna bana mimi nakuaga naogopa kweli kweli. Oa! Yule demu mwanangu kashafika ndo nijela. Poa basi. Yaani ukisikia za mwizi 40 ndo hizi. Kevo. Nini hicho? Kevo. Nini hicho? Kevi. Na huyu wa pili sasa. Si ndo manake? Kauli yangu inarudi pale. Mnafanya hili dangulo. Hiyo ni tabia mbaya mme wangu. Hii nyumba tunaishi mimi na wewe. Kwa nini unafanya nyumba yetu hivyo lakini? Hawana makwao.
Sasa